Hello wapendwa, karibuni tena leo kwa mara nyingine kwenye chaneli yangu. Na leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona juba ya kisu. Wiki iliyopita tulijifunza jinsi ya kushona juba mdomo wa samaki, na kama ulikuwa hujafanikiwa kuangalia video yangu hiyo, basi ingia hapo na utaweza kuiona juba mdomo wa samaki. Angalia tu kwenye chaneli yangu hapo utaipata. Hapa kama unavyoona kitambaa chetu tumekikunja mara mbili. Tutakwenda kuanza na vipimo vya mzunguko wa uso ambapo ni inchi 19 kugawanya kwa mbili utapata 9.5. Kwa hiyo nitaweka 9.5 hapo. Nitaiweka hapo. Baada ya hapo tutakwenda kupima urefu wa mbele ambapo urefu wetu wa mbele ni inchi 11, utaongeza na moja basi itakuwa 12, utaweka 12 hapo. Baada ya hapo tutakwenda kupima urefu wa nyuma. Nyuma kidogo inakuwa ni ndefu tofauti na mbele. Kwa hiyo tutapima urefu wa nyuma ambao ni inchi 27.5, ukiongeza moja itakuwa 28.5. Tutaweka hapo alama yetu. 28.5 hiyo hapo. Baada ya kumaliza kufanya vipimo hivyo, basi tutakwenda kunyoosha mstari huo ulionyooka hapo. Hapa sasa nataka nikwambie kitu kimoja, kama hautaki na mbele basi pajichonge, huu mstari unaoweka hapo unatosha. Usiweke tena mstari mwingine utakaokuja kuweka baadaye hapo. Huo mstari ulioweka unatosha tu. Kama hutaki mbele pia pajichonge, unaweza ukaacha hivyo. Baada ya hapo utaweka tepu kama hivyo nilivyoweka kutafuta sehemu ya katikati. Tumepata urefu wetu hapo ni 36.5, gawanya kwa mbili utapata 18.5. Kwa hiyo tutaigawanya kama hivyo. Na baada ya hapo utairudisha tepu yako hivyo kuweka hiyo alama ya sehemu ya katikati ambayo ni 18.5, utaweka hapo alama. Baada ya hapo utapanda juu kwa inchi 5 kutengeneza sasa ile sehemu ya mbele ambayo mimi nataka ijichonge. Utafanya kama hivyo. Na ukitaka juba lako basi liwe pana zaidi, unaweza ukakata kitambaa kuanzia mita 1.5, mita 2. Hapo juba itakuwa pana zaidi na itapendeza. Mimi hapa nimetumia ni mita 1 tu. Unaweza ukatumia 1.5, 2, itakuwa vizuri zaidi. Baada ya hapo tumeshamaliza kukata. Tutakwenda kushona sasa hapo. Hello wapendwa, karibuni Den Blessing Creations. Hapa tutashona, tutapendeza, tutachora kwa pamoja. Kwa ubunifu zaidi wa nguo na kila kitu kizuri, vyote tutavipata hapa. Huu ndio wakati wa kung'ara. Kwa hiyo kaa karibu, tuanzishe safari ya ubunifu na mitindo yenye furaha na msisimko. Na kama ndio ilikuwa mara yako ya kwanza kabisa kuingia kwenye channel yangu, basi tafadhali subscribe, like, comment na share kwa wengine ili tukue kwa pamoja. Baada ya hapo sasa, hicho ni kitambaa chetu ambacho tutakwenda kukata kipaa cha uso. Tutakwenda kutengeneza kipaa cha uso. Nimekikunja mara mbili kwa urefu na nikakikunja tena. Kwa hiyo nimekikunja mara 4 kama ambavyo unaona hivyo. Hapa tutakwenda kutumia ile nusu ya mzunguko wetu wa uso. Mzunguko wetu wa uso tulipata 10 inchi 19. Kwa 19 ukigawanya kwa 2 itakuwa ni 9.5. 9.5 ukigawanya tena itakuwa ni 4.3. Kwa hiyo hapa tunagawanya mzunguko wetu wa uso ule mara 4. Hapo ni 4.3, tutaiweka hapo, taongeza na inchi 1 itakuwa 5.3. Baada ya hapo urefu wa kipaa chetu cha uso ni inchi 4. Nitaongeza na hiyo nusu tu kwa ajili ya kushonea. Baada ya hapo tutatengeneza hivyo kiround hicho kama unavyoona hapo. Na baada ya hapo sasa utakata. Utaweka alama hiyo sehemu ya katikati. Sasa utachukua juba lako kama hivyo. Alishika hivyo. Hiyo sehemu ya juu ya kichwa utaweka pia alama. Na ukishaweka alama utachukua sasa hicho kitambaa
na chenyewe utakishika kama hivyo. Sehemu ile tuliweka alama, basi utakwenda kuilinganisha na sehemu hiyo ya kichwa hapo pia yenye alama katikati hivyo. Na utakwenda kushona sasa. Hapo tayari nimeshashona kama unavyoona. Na hapo pia nimeshona. Baada ya hapo sasa tutakwenda kupinda. Nashukuru sana wewe mpendwa wangu uliochukua muda wako kwa ajili ya kuangalia video yangu. Nashukuru sana. Tafadhali usiache kusubscribe, like video yangu, comment na share pia kwa wengine. Asante.